wa Kajala. Ya Kajala. Narudilia nasema hivi. Kama leo pia nimejulikana Tanzania. Kuna ndani kuna nguvu za Kajala. Ya Kajala. Mwanamke mzuri. Tuachane kwanza na buzuri. Twende kikawaida kimaisha tu ya kawaida. Okay. Kajala ni mtu mwenye iko na roho nzuri. Kwa wale watu ambao wayamsogelea wajaishi naye wayakuwa naye ukaribu, hawezi wakamfahamu sana. Lakini ukimsogelea ndio utakia kugundua Kajala ni mtu mzuri sana. Sana. Alafu ni mpole. Yeah. Ni mpole, ni sio mwongeaji sana. Yeah, ni mtu tu mzuri. Nikisema mwongeaji nasema is nice. Yes. She's nice. Ukiwa Tanzania mnaonana mara ngapi kwa wiki? Hapa ndio nilikuwa Tanzania hapa Jumanyuma ndio tukuonana. Nilikuwa na stress zangu za Rayvanny. Okay. Nikana challenges watu kama wakina Wema Sepetu, Rayvanny pia kuvibe na ngoma, lakini umefanya ngoma na Christian Bella. Tunaongelea ngoma kwa sasa. Ndio. Kitu gani kilitokea kwa kweli? Okay, kiukweli ni kwamba Rayvanny alipenda nyimbo na baada ya kupenda nyimbo yeye peke aliongea hapa nyumbani, muliona ku press conference alisema wazi kwamba tutafanya remix. Sasa wakati aliongea tutafanya remix ni kwamba yeye ndio aliomba ile remix. Sasa na mimi singebakia nafunga mikono, ilitakiwa pia na mimi niendelee kutia nguvu juu Rayvanny ni msanii mkubwa. Ndio. Sasa wakati mimi ilitakiwa niendelee kutia nguvu, basi Rayvanny ilinibidi aniambie nikie Tanzania juu tutumike. Lakini mara nyingi nikikuwa Tanzania tunaona Rayvanny amekutia stress. Ona pesa nitumia ndugu yangu. Tumia pesa nitumia kama 21 milioni. Sasa 21 milioni yani franga za kufanya kazi. Kazi kubwa tena. Ndio. Noma sana. Na hizo mafranga unakuta ni mafranga ambayo hivyo vikwazo vyote vikakufanya usionane na Kajala. Noma mwanangu. Yitwa Niko to Remix na bikubwiye yuko audio y'ino ndirimbo yari maze isomene zibiri gusa ku rubuga rwa YouTube rwa Mr Champagne, aho ubona yuko yarabwe n'abarenga 56,000, ariko nimwe mu ndirimbo yabaye viral cyane gushikaho nkuko nabikubwiye ngishika hano wanditse Tanzanian Music 2024. Ino ndirimbo iza mu ndirimbo 5 za mbere, ariko kuvisohotse unaitwa Vidux. Tamwe mwamenyesha makuru ba entertainment bakomeye cyane hari mu gihugu cha Tanzania yanditse mmekutana sana ndo vile. Karim Lupepa 7 yagize ngo clip kali sana imechangamka, you the best. Jerome Tangisha kagize ngo kazi kubwa sana la kimataifa. Nkuko nabikubwiye ndi kumwe na Mr Champagne. Sikukula jana lakini kwa nguvu za Mungu. Ariko jenda kunda kongera ko El Kararinga wesho sinzi kari kirikoresha, ariko minota mike gusa tumwakira. Welcome ndani ya mjengo mzima. Safi sana. Unasemaje mzee? Tunashukuru Mungu. Tuendelee na Kirundi au? Tuendelee tuchange tuingie Kiswahili Kirundi ya. Utaweza lakini? Tutajitahidi pole pole. Umechelewa kidogo mzee. Mashabiki walikuwa wamelalamika. Watu wamekawia sana. Foleni. Amkulikuwa mbutiaji kidogo njia. Baamba msamaha kwa mashabiki, wanajua walisubiri sana, pia hata na mimi niliposti na kutokana na ambutiaje na mwanadamu unapanga kitu chako na viongozi nimesikia walikuwa wanapita barabarani. Unakuta ambutiaje ilikuwa ni inakuwa ni ndefu sana. Champagne, nasikia ngoma ilikuja kuleta gumzo mpaka ndani ya mjengo mzima wa YouTube. Ukiandika Tanzanian Music wamekutia kwa list pale. Watanzania wamependa ngoma yako mpaka wakaamua kuifanya yao. Unajisikiaje mzee? Najisikia nafarijika sana. Unajua ni kitu ambacho tulikuwa tunapiganisha sana muda mrefu. Ndio. Kwamba unajua kuna kipindi ilisemekana kwamba muziki ya Burundi haifiki Tanzania, eti inaishia tu Rwanda juu tunachangia lugha nini. Lakini pia hiyo nayo kwetu sisi wasanii, kama mimi kivyangu sikuishikilia kama zarau au matusi. Kwangu mimi nilishikilia kama motivation. Okay. Wakati Diamond aliongea hivyo ni kwamba alikuwa anataka atuamshe, atushtue. Unasikia? Tuchamuke, tufanye kazi. Okay. Na ndio maana unaona nifanye hii kazi na gisi kama gisi unasema ilikuwa kwenye list huko Tanzania. Kwangu mimi ni nafarijika. Okay. Na furahi sana kuona tunafika kwa hiyo hatua
najua kesho yake tutaendelea kupanda zaidi. Ndio. Umefanya muziki na mwanamuziki nguli Tanzania akaupenda Rayvanny, lakini end of the day imeonekana ukawa unasema kwamba amekukwepa, umeshika ndege nini na nini, hotel kurudia, lakini ngoma haijakamilika na yeye. Nyuma ya press conference imekuwa Burundi Bujumbura. Kweli amesema kama angependa kushirikiana na wewe katika ngoma hii, mfanye remix kwa sababu ni ngoma kali. Kulionekana challenges, watu kama wakina Wema Sepetu, Rayvanny pia kuvibe na ngoma, lakini umefanya ngoma na Christian Bella. Tunaongelea ngoma kwa sasa. Ndio. Kitu gani kilitokea kwa kweli? Okay, kiukweli ni kwamba Rayvanny alipenda nyimbo na baada ya kupenda nyimbo yeye peke aliongea hapa nyumbani, muliona ku press conference alisema wazi kwamba tutafanya remix. Sasa wakati aliongea tutafanya remix ni kwamba yeye ndio aliomba ile remix. Sasa na mimi singebakia nafunga mikono, ilitakiwa pia na mimi niendelee kutia nguvu juu Rayvanny ni msanii mkubwa. Ndio. Sasa wakati mimi ilitakiwa niendelee kutia nguvu, basi Rayvanny ilinibidi aniambie nikie Tanzania juu tutumike. Okay. Nikaenda Tanzania tour ya kwanza, nikafika tukaenda studio, sio nadhani mliona mapicha nini. Baada ya hapo atukuitumika tukaimaliza kwa. Basi akaniambia wewe rudia, shuka Bujumbura kisha utakuya tena au ndakutumia ndatia sauti, ndatia vocal afu ndakutumia. Basi wakati nilishuka huku nikaona mimi inakuwa miezi 2 siku ziko zinaenda. Okay. Utabakia nachunga tu nyimbo moya na muda uko naenda, natakiwa tutoe ma inspirations ziko zinakuwa nyingi. Ikabidi tena nimkumbushe, kaambia wa mzee wa kazi ni aje. Yeye tena kaniambia wanekuya njoo tuue. Basi mimi tena nikalipa tena tiketi raundi ya pili tena. Raundi ya pili. Okay. Tena nikalipa tiketi ndege mimi huyo tena mpaka Tanzania. Nilipofika Tanzania anza pigia mwenzangu simu apokee yake. Okay. Andikia message ya jibu. Piga simu apokee yake. Andika message ya jibu. Basi nikasema basi inaonekana kwamba kuna vitu vingine ilikuwa Mungu hataki. Basi ndo nikaona sitarudia hivyo na tayari nilikuwa nisha announce remix. Maki biko kwa mwakili yangu kwamba iko tu remix ifanywe. Basi nikamtafuta Christian Bella ni mtu mzuri, ni msanii mkubwa pia, hana majivuno na hana ile hana kiburi na iko na roho pia ya kusaidia. Okay. Akaniambia basi mdogo wangu hakuna shida. Nitumie nyimbo nisikie, nitumie beat nisikie. Nikamtumia nyimbo, nikamtumia beat, akatulia akafuata. Sasa yeye Christian Bella anakuwa na mistari mkichwa sama yai. Okay. Yake ina mistari kwake na mwangika sama maji. Hapo kwa sekondi mistari inaanza shuka. Akaniambia Champagne, wewe kesho twende studio ni mwangi. Tukaenda studio, mzee wa kazi akamwanga na aliimba kabisa na hisia zote, akaimba akajitolea maana yani ndogisi, yani ilikuwa yake ni Mungu njoo alitaka nifanye na Bella. Juu Bella aliimba anajisikia, aliimba anaitaka, aliimba na yani anaimba nyimbo unasikia anaimba kama yake. Yeah. Yes. Umesema kwamba mliingia studio na tumeona mko studio na Rayvanny. Mlirekodi? Alitia vocal? Sababu tuingia studio akaniambia yeye anatatia vocal. Unaelewa lakini akaniambia muda unafanya nini? Unaenda muda. Muda unaenda. Mimi nishuke tu. Muda gani? Alikuwa na safari au? Unajua mwanzo kushakwambia muda peut-être kuna vingine beat ishatengenezwa. Hicho kipindi ilikuwa ni kipindi ambao anaachia nyimbo yeye na Harmonize Sesema. Okay. Kama ndio Sesema. Yeah. Basi nikamuelewa, nikaona kama mwenzangu yuko busy. Nikasema basi acha basi mimi niende, hakuna shida. Unaona kuna vitu vingine kwenye maisha haitakiwi kuforce. Ndio. Kuna vitu havitakiwi? Na maisha kuna vitu vingine havitakiwi kuforce. Havitakiwi kuforce. Wewe ulikuwa kama mwanafamilia wa Wasafi Media. Ndio. Ni kama kuna support kubwa ambayo unapewa kule. Hakuna ule mchango, watangazaji walikuwa wakikuuliza, na kuna title nimeona kwamba headline ilikuja ngo Rayvanny amenisaidia na subiri ahadi ya remix. Kwani hapakuwa kitu cha kusaidizana kama watangazaji nguli kule, afu ni watu karibu sana na Rayvanny kwa sababu ni mtu wa Wasafi pia. Hakuwa kitu cha kumuita kumwambia bana ahadi ndege mara pili hotelini nini analipa pesa nyingi. Mtu unakula pesa yake tu, sio kuila direct lakini ni kuila indirectement. Idea nzuri pia. Unajua sikutaka sana ni washirikishe watangazaji au nitumie influence fulani. Juu ingeonekana una force na wakati yeye mwenyewe ndio alisema kama anapenda nyimbo tufanye remix. Okay. Na kwenda kule ni muito wake. Naona kuna vitu vingine mtu akishasema
ushasema ushaidia watu. Okay. Basi tendea haki ya vitu wenyewe ulihaidi. Unaona? Tendea haki ya vitu wenyewe ulihaidi. Acha kudanganya mtu, c'est comme si unamraisonner mtu ni kudanganya mtu na ni kudanganya mashabiki pia. Kwa sio poa ndio. Yeah. Mwavyumvise umunezero nta hando barizwa atari hano. Indirimbo ihigiye gusohoka ariko kandi biharuro genda imbere ya computer biguma biduga cyane kwino ndirimbo. Umefanya show, one man show. One man show. Hapana kile kitu ambacho mtu anasema one man afu nakutana kuna magesti wamekuja kuimba na kumsaidia. Umefanya show ukachange nguo mara 100. Yaani umegeuza nguo mara 1, mara 2, mara 3, mara 4. Ni kama vile vitu ambavyo tulikuwa tukiviona kwa Wamarekani. Yes. Mzee, mpango ulikuwa upi? Kwa nini one man show? Kwa nini arena concert VIP afu tuko na diaspora kibao? Strategy zilitumika ni zipi? Unaya kama toka nifanye show ndio interview ya kwanza nafanya. Okay. Toka nifanye show. Okay. Ndio interview ya kwanza mimi nafanya. Okay, tulifanya concert. Concert yenye tulifanya ni concert yetu. Unajua kuna wasanii wengi sana wanakuwa wanakuja hapa nyumbani, wanafanya mashow. Tulilalamika sana, tunasema wasanii wa nje ndio wako wanapata wanapata watu okay. Wanapiga plein. Lakini sisi watoto wa nyumbani hatuko tunapiga plein. Basi nikasema kuna vitu vingine inatakiwa pia kujitupa, kujitolea, fanya beba. Nikasema acha mimi nitumike nifanye concert. Okay. Basi nikafanya one man show. Wasanii tulikuwa tunazoea sana hapa nyumbani, unafanya show, unamwalika huyu, unamtia kwa affiche, unamtia kwa affiche. Pia sio vibaya. Lakini pia inatakiwa pia sometime tunajiamini, tunaesee kuangalia mashabiki zetu wanafichama wapi. Unaelewa? Wanajiita mashabiki zetu. Wanajiita wanatusupport. Basi mimi nafanya one man show mimi mwenyewe. Tuone kwenye mkuye tufanye kazi. Unaelewa? Mkie mnionyeshe upendo wenu. Munionyeshe ile kusema kwamba mnanipendaga. Okay. Basi nikaambia ba champagnard donc concert le 1er septembre mo arena. Mkuye mu concert. Papa balikuye. Bali support. Nikashange nguo ajabu. No, tulifanya concert moya ya ajabu. Entrée tu ya concert niko na ninyoa mandefu. Oui. Strategie gani? Entrée tu no unawaza nifanye kitu gani kitaonekana kipya mbele ya macho ya watu. Basi nilifanya hicho kitu. Mungu alisaidia, concert ilienda bien. Ileta heshima pia na mbasani wa nje walituheshimia sana sisi wasanii wa Burundi kupitia hicho kitu. Yes. Umeshange nguo mara 4. Nishange nguo mara 5. Mara 5. Pako ile introduction. Pako ile ya koti. Kuko na hii ya koti ya kapitula. Pako ile ya koti katika, pako ile ya koti ya kapitula. Pako ile tulimba na Emery Sani na Pasile nilikuwa nafanya ya marouge. Na pako ingine mwa hivi ya pantalon ya rouge sana na tricot ya blanc. Si kazi. Kuna watu walitoka Goma, kuna madiaspora walitoka Canada. Ya Canada. Yaani ni kama nchi ni kama dunia nzima kwa kweli. Tanzania. Alafu kuna hii comment umesema bosi Pasia Musaka amekubali kunisupport na $20,000 ili nifungue nani fondation isaidie ba orphelin. Fondation ya. Tungaliki tunasubiri. Okay. Tunasubiri. Na yua ahadi ni deni. Na gisi ameaidia na yua kamba ni mtu mwenye anasapoti sana ba artiste na anasapoti sana ba orphelin. Kuna watu wenye balianza deja kubiinterpreter mubaya. Bosse Pasia Musaka anapana franga $20,000 inaenda kwa musicien. Akupana franga mba musicien yo $20,000. Yo $20,000 ni juu ya ba orphelin. Donc ni kufungula fondation yenye muda wote kukushakuwa napatikana faye kwa orphelina fulani. Fondation ya Mr Champagne inaenda inafanya intervention. Unaelewa? Na mtu wote ambaye anataka kusaidia ba orphelin anapitia hata kwa fondation ya Mr Champagne, tunaenda pamoja tunasaidia ba orphelin. Fondation imefunguliwa ama unatarajia kuifungua? Ndio tuko sasa tuko kimbia ndani ya procedure kutafuta avocat mwenye atasimamia tufanye sasa hiyo kazi. Ukitizama kwa mtazamo wako fondation itakuwa na jina gani? Fondation tayari nilitia kusati itakuwa ni Mr Champagne Foundation tu. Mr Champagne Foundation maana yake MCF. MCF kama ndio wanasema MCF. Okay. Kaka, umepata ile nguvu ya kutumika sana na kutojali maneno ya watu. Wewe ni mwanamuziki pia comedian, unakubali humorist, na
ni mchangamfu wa social media. Ni ukija kutizama ni kama Instagram yako ni Instagram ambayo inaichukua nafasi ya kwanza kwa wanamuziki kwa sababu una wale 235,000 followers. Si kitu rahisi hapa mjini. Na ni mmoja wa wanamuziki wameanza kuwa verified Burundi. Na unachukua bendera ya Burundi na kuipeleka mbali sana. Kuna wale ambao walikuja, sio Burundi, asipewe support, asifanyiwe hivi, lakini bado ukaprove. Leo hii kuna neno kuwa prove. Umeambiwa na Big Fizzo hivi. Yes. Kwa sababu umeifanya show na ikawa successful, lakini hawakuongelea success ambayo umeipata, lakini ungefeli akakubali kama wangetangaza zaidi. Message ya Big Fizzo ulichukuliaje? Message nzuri. Message nzuri, na aliongea msansi ya kutafuta kutuunga kwa pamoja. Okay. Tukamate muziki kama muziki. Ni muziki. Ni loisir. Okay. Tunafurahi. Yani ni kwenda kuenjoy tu, unakunywa, unasikia mtu anaimba, message inatosha. Yani mu message ya Fizzo ni kwamba alitaka pia kunipatia nguvu kwa kunionyesha mloko yangu, unaona ulipiganishwa sana, lakini mwisho wa siku courage yako inakusaidia uendelee kufanya kazi na unafika kwenye huko saa hii, ni ile courage ambayo uliweka. Unajua ni kama Gisu ulisema, kuna watu ambao walikuwa wanaongea sio Mr. Champagne, sio Burundi, Mr. Champagne sio nini. Unaelewa, naweza kusema kwamba hicho kitu ni kitu ambacho kiko kinatufanya tusiendi mbali sana kimuziki. Okay. Kikubwa tufanye kazi tu. Tufanye kazi, tufurahishe Warundi, wafurahi, waenjoy, unaelewa? Na tupambane gisi yetu yote, asituangalie muziki yetu ya hapa Burundi, mu East Africa iendelee kupanda mbali zaidi. Ndio kikubwa. Umefanywa challenge na Tengetenge. Niko tu original music. Oui. Umekutanaje na ule Dogo ambaye leo hii ni nguli dunia nzima? Dogo alipenda nyimbo. Mimi alitoa sijui alitoa kwa TikTok. Alipenda nyimbo. Ulitia TikTok na akatoa TikTok pale. Aliona kwa TikTok kisha akafanya challenge. Sasa niliona ndio nikasema huyu Dogo hii nyimbo tayari kishamfikia. Nikaona kwamba pia ni support kubwa na pia ni kitu ambacho kinaonyesha kwamba kama nyimbo imeenda. Unaona Dogo anafuatiliwa sana. Anafuatiliwa sana hapa leo hii ni brand ambassador huko Dubai. Unaona ni Dogo ambaye anakuja juzi lakini kwamba anaenda sana. Watu wanamfuatilia. Na ukiona kwamba anafanya challenge ya nyimbo kama hiyo, tena nyimbo ambayo inatoka hapa kwetu nyumbani, inaonekana kwamba kazi imeenda. Yes. Leo hii Trace East African imekuposti. Ulikuwa umefanya ngoma na mwanamuziki kutoka Kongo, lakini wakafanya mwanamuziki kutoka hapa Mr. Champagne kutoka Burundi. Hauoni kama leo hii raia wa nyumbani wakikuita Burundi sana kama vile wa Burundi walikuita hao ni Mkongo, huyo sio Burundi, haitakukwaza? Ama gisi ulivyoandika mwanamuziki from East Africa, wewe ni mwana East Africa tu? Okay. Mr. Champagne ni msanii wa Burundi. Mr. Champagne kama leo mimi najulikana sana kimuziki ni Burundi. Burundi ndio inanikuza. Burundi ndio inanilea. Burundi ndio inanikomalisha. Burundi ndio inanifanya nikuwe gisi niko sai. Unaelewa? Ni kitambo mzee. Ni kitambo. Ni ngali secondary. Kiwenga. Ndio tunakutana mimi na wewe. Ukikumbuka wakati mimi naimba nyimbo na Salji. Ukikumbuka wakati mimi naimba na nyimbo na nani na nani huyo na Ashley Diva. Ashley Diva, unakumbuka hicho kipindi cha zamani sana. Na tunaendelea kufanya kazi. Tunaendelea kutumika na tutaendelea kupambania game yetu. Unajua kwenye muziki kila unaya tatizo ni kwamba kuna kuaga huyu anakuya haangaliki nafanya mwaka moja mu game tayari anaanza kufahamia na benye bashafuata miaka 10, unaelewa? Ajui game ya zamani ilikuwa aje tufike kwenye tuko leo. Naona lakini ni kwamba tuendelee tukufanya kazi. Tuendelee kutumika, maneno ya watu situkati nguvu. Maneno ya watu situvunji. Kikubwa tufanye kazi, tuache kuongea n'importe quoi. Tujiokipe na vitu ambavyo vinatuhusu sisi. Kama uko musicien, jiokipe na muziki yako. Uko journalist, jiokipe na journalism yako. Fanya kazi yako kisi donc kitu ambacho kinakufanya ufanye ile unafanya. Pata ya kukula, lala busingizi,
wewe wana je ukipenda watoto wapate supu maragi bishie pale bingine acha kuingia huko ndio inakuwa inafanya nini inakuwa leta matatizo. Okay. Mimi niko musicien nafanya kazi yangu kama mwanamuziki nipate ile maragi nilale nilamuke niende kubarabara nilalamike kajala basi natosha. Unaelewa? Okay. Ndio hivyo wale tuenifanye muziki tuendelee kupambania game letu muziki wetu uende mbali zaidi. Leo unaona ngoma zetu siku zinapita 3 saa yote muda wote nini unaona hata waimbaji wadogo wakina Floxy wakina Dramati unaona kitu kizuri sana. Leo naweza nikasema kifyangu mie saa hii Burundi inakamata fasi ya kwanza kwa wasanii kupiga show Ulaya mu East Africa. Kwa saa hii tusifati kusema sijui kashe au walipiwaka hivi atufati hivyo tunafuata performance tu. Burundi sai inakamata fasi ya kwanza kimuziki kwa wasanii kupiga show Ulaya. Tukienda Tanzania mwalipiga show Ulaya juzi hapa ni Harmonize na Diamond. Tukienda Rwanda ni Brice Melody tu. Tukienda Uganda hakuna hata mmoja. Unaelewa? Tukienda Kenya hakuna. Unaelewa? BNM alikuwa Ulaya anapiga. Lakini sio ya Burundi. Ni Unamatisha piga. Anapiga. Unaelewa? Bizo anapiga. Kidumu alipiga. Satbi alipiga. Nani mbona wale wa Bifes walipiga bakili kuna wanapiga unasikia donc mouvement donc iko kunaonyesha kwamba muziki wetu unaendelea force inaendelea kuwa zaidi unaelewa force inaendelea kuwa zaidi na itakuwa zaidi ya hapo ni tupendane tu tusapotiane hapa. Kuna swali hapa sasa. Kuna hii kitu ya wanamuziki, unamuona Big Fizz na comment kwa Sat B, unamuona ameposti, unamuona Sat B ameposti Kirikou. Zamani ilikuwa ni kama vita. Kuna kitu kilisaidia kilichangia kusema huu muziki uendelee na zaidi na zaidi? Ni bien. Ni challenge nzuri. Unajua sio kila mtu wote anaweza kaiwa kama Champagne toa nyimbo leo. Fizz akiposti mashabiki wa Fizz watajua. Sat B akiposti mashabiki watajua wanajua. Kuna mtu kuna shabiki mwenye sio wako hasikuwa na ile nia ya kwenda kuangalia kitu chako. Mimi kutokana na msanii wake jua aliposti anafika anaenda na anaacha comment. Na unasikia anakuambia tulikuwa hapa juu ya mtu fulani. Tulikuwa hapa juu ya msanii fulani. Inasaidia sana. Hii ya kupostiana umesema Kajala, wewe ndio umemtaja Kajala. Kajala anapenda kuposti vitu vyako. Na alikuposti hivi juzi kati akasema kwamba wewe ni mtu mzuri sana. Ulikuwa unanunua nguo ukasema natamani nipate ya kuvaa kwenye show yangu. Afa akasema mtu mzuri sijawahi kuona duniani Mr. Champagne. Ile influence yake kuposti kutagi pale kuna kitu na kogotea muziki wako na inanisaidia sana. Kama leo pia nimejulikana pia sana Tanzania, kuna nguvu kubwa ya Kajala. Narudilia nasema hivi. Kama leo pia nimejulikana Tanzania, kuna nguvu za Kajala. Ya Kajala. Mwanamke mzuri. Tuyachane kwanza na buzuri. Twende kikawaida kimaisha tu ya kawaida. Okay. Kajala ni mtu mwenye iko na roho nzuri. Kwa wale watu ambao wayamsogelea wajaishi naye wayakuwa naye karibu, hawezi wakamfahamu sana. Lakini ukimsogelea ndio utakia kugundua Kajala ni mtu mzuri sana. Sana. Alafu ni mpole. Ni mpole ni sio mwongeaji sana. Ni mtu tu mzuri. Nikisema mwongeaji nasema is nice. Yes. She's nice. Ukiwa Tanzania mnaonana mara ngapi kwa wiki? Hapa ndio nilikuwa Tanzania hapa Jumanyuma ndio tukoonana. Nilikuwa na stress zangu za Rayvanny. Okay. Lakini mara nyingi nikikuwa Tanzania tunaonana. Rayvanny amekutia stress? Unaona pesa nitumia ndugu yangu. Tumia pesa nitumia kama 21 million. Sa 21 million yani franga za kufanya kazi kubwa tena. Ndio. Noma sana. Na hizo mafranga unakuta ni mafranga ambayo hivyo vikwazo vyote vikakufanya usionane na Kajala. Noma mwanangu. Dakika chache tu tunasikia ngoma kwa sababu tumeisikia mara nyingi vya kutosha, lakini tunasikia ngoma. Nahitaji mtupigie simu kupitia namba zile ni 668 cyangwa twandikira ubutumwa bugufi no kuduhamagara uciye kuri 72 Brashora kuba igiswahili kitaduga uramubaza mu Kirundi gutyo araza kukwishura hama biraza koroha. Turumviriza indirimbo, umviriza ino mirongo ya Christian Bella.
ariko kandi ushimira Imana kuko hari benshi batigeze babona rino zuba, hari benshi batigeze bumva imvura, ariko kandi bari bifuza basi batume bayibona bari mu bihe bitari byiza. Ariko uri mu bihe urahemura komeye, utambuka n'amaguru yose, amaboko yose arakora, amaso yose arabona. Jipige kifuani, sema kwa nguvu za Mungu niko tu, japo sina hata 100 mfukoni, niko tu. Umeonekana kuwa mwanamuziki ambao una mikataba mingi. Before ya kuingia kwa swala la mikataba, kuna hii show itakuwa tarehe 23 huyu mwezi ambao tumeanza wa 11, show ya Dramati. Uko miongoni mwa wanamuziki 10 ambao wamepewa fursa ya kuperform. Unajisikiaje mzee? Undugu wako na Dramati ukoje? Ama ni kwa sababu ya PCK? Kwanza Dramati, nikasema kifupi, Dramati kwanza ni mdogo wangu. Na ni msanii ambaye anafanya kazi nzuri. Na pia ni msanii ambaye anajituma. Na ukiangalia hata wakati angalia Mbantu Boy, ni dogo ambaye pia alikuwa anafanya kazi nzuri na tuna mahusiano mazuri. Okay. Lakini kiufupi ni kwamba aliye ni bosi wa show. Bosi wa show ni pia na mimi ni bosi wangu. Ambaye tunafanya kazi pamoja sometime muda fulani kufanya promotion fulani. Hata akikuwa na organisation ya concert, lazima siwezi kosa. Yani kiukweli ni pour ne pas être hypocrite. PCK ndio alisaini mkataba na mimi kwa kuperform mwisho wa Dramati. Umesema Dramati ni una ukaribu naye na ni kijana ambaye ana kipaji ambacho sio cha kuavoid, lakini ni haujafanya ngoma naye. Haudhani kwamba mashabiki zako wanaweza wakafurahia kusikia collab yako na Dramati? Pia ni mwanamuziki kwa sasa na yeye naona anataka kujitangaza kitanzania. Ni bien ndio. Ni vizuri, muda ikifika tutafanya. Kama tulifanya kiliku, na yeye muda ikifika lazima tutafanya. Kwa ngoma moja hivi tutafanya na yeye ajabu sana. Hiyo nyimbo ya ajabu. Mshaongea kuhusiana na collab? Tuyaongea. Ushaipanga hiyo? Bado unajua wewe usaiona kama itakuwa ya ajabu tu. Unaleta hiyo sije ndio mimi naona itakuwa ya ajabu. Umesema PCK ndio amekuita kuja kuperform kwa hii show ya tarehe 23. Uliwahi kuonekana kwamba kuna show ambayo mtaperform Canada na ilikuwa imepangwa na PCK Entertainment, lakini pia ndo anataka kumpeleka Dramati Canada. Haujaonekana kwa watu ambao wataperform Canada. Hauoni kama ile fursa ya mwaka juzi leo hii ingekupendeza kwa sababu una ngoma nyingi afu hit song? Kila kitu na muda wake. Kila kitu na muda wake. Na ukiona mvula inanyesha kwa jirani, inatakiwa kuifurahia. Unaelewa? Kuifurahia na kuitia nguvu na yani unajua wanasemaga wakati unaona mwenzako anafanyikiwa, c'est bien. Il faut pia unaitia yako baraka, unaitia yako nguvu na unaisupport. Juu kesho please gisi una support, kesho nawe utakia pata na unafanyikiwa kesho yake. Inaweza kuwa bien Champagne naye akaenda Canada kushow ya Dramati, itakuwa bon. Lakini ni show kwanza ya Dramati. Ni show ya Dramati, ni tour yake. Acha kijana afanye tour ya baadaye kesho yake na sisi tutaendelea kufanya tour zetu. Ndio. Kwa dakika chache tu tunamaliza kipindi. Umeonekana kama mwanamuziki ambaye ana zile contract nyingi. Ndio. Leo hii nilikuwa nikiona Exo wanakuposti sana, unatumia Exo kinywaji chao. Vipi mzee, kuna siri gani? Kutumika sana, kupenda kazi, kujituma na kukuwa serious mkazi. Tunaona kama niko na account kubwa TikTok, Facebook na Instagram. Account ni kubwa. Ndio maana unakuta hizo contracts zinakuja bado na besoin ya muonekano. Uko na posti. Okay. Yes. Kuna hii umefanya juzi kati ya 25 Oktoba umefanya ya ukitaka samaki pitia hapa. Hizo zote zinamfanya Champagne anaishi mjini au ni si enjoy hizo clip niko naenda fama clip na voyage msa yote. Zinasaidia sana. Hizi kampuni ambazo unafanya nazo kazi ukipiga voyage zinachangia sana.
nasema kwa zile pesa wanababa wanakupatia patia kidogo kidogo. Ndio zinasaidia pia kulipa tiketi ya ndege juu tuone tutangaze muziki wetu. Iwe kidogo unaichukua hivyo na Nilikuwa nikiona Zebra, lakini kwa sasa nimeona wametumia picha yako kuhusiana na Starlink. Vipi? Ungali na mkataba ama bado hujaisha? Bo Zebra contrat kisi tuliongea contrat bako na droit ya kuitumia hiyo picha kwa muda fulani. Kwa muda fulani. Kuna muda itafika au utaiona. Lakini nimekuwa kwenye press conference Kipindo na sign. Mkataba umejiongeza au? Abajaongeza mkataba. Mkataba ushakaisha. Lakini wewe uliamua kutoongeza ama wao? Wao, sio mimi. Wow. Me hiyo picha sasa utakataa kutokatala la. Tuseme kama umefanya kazi vibaya ndo maana hujaongeza wao. Hiyo picha ni mkontraje tusikilizana kwamba hiyo picha kuna muda fulani wataitumia kwa. Lakini malipo yakatoka. Kwa sababu Starlink ni kampuni kubwa. Mkontra malipo litokaka. Lakini kuna muda inatakiwa babaki natumikisha hiyo picha. Ikifika hiyo muda ikiisha hawataitumia tena. Niambie, kuna zingine contract ambazo unazo kwa sasa? Kuna masomo universite ambayo itaanza mu janvier. Ni inaitwa Paix et Réconciliation. Ni universite ya Maremu Papa Rukara na watu ambao wanaheshimamia kwa sasa ni watoto wake. Na ni masomo nzuri. Pia ni masomo ambayo iko na education nzuri, ina waprofesori wazuri. Tena ni masomo ambayo inapatikana nafasi pazuri. Iko hapa pembeni ya Beser, pembeni tu ya kanisa pale ya nani? Rocher. Ni nafasi kwanza ambapo ukitoka pale kwa masomo unaenda muville. Nafasi pa ni karibu. Ukifika tu kususe dinile tayari ushafika kwa masomo. Na ukitoka kwa masomo unatenda kamata bisi. Ni nafasi pa muda mdogo unakuwa ushafika kuna ni muville kwa hata bisi. Kwa kumalizia kipindi tunaongelea ngoma. Yes. Niko tu remix Christian Bella akishirikishwa na Champagne. Ngoma ikoje kwa mtu ambaye hajaisikiliza, hajaitizama? Vipi? Tuna support nyimbo iko sawa. Mashabiki waendelee kuifuatilia. Tumefanya kazi na Bella. Ukishasikia maneno Bella limba maneno kwamba anaambia watu kwa kuonesha kwamba unaweza kumtakia mtu hichi kitu kama Mungu hajakubalia hicho kitu kitokee na kiwezi kikatokea. Uliwanitakia mabaya, Mungu akaendelea kupandisha. Nyosha walimtakia kifo lakini amewazika wao. Amewazika wao. Nyimbo iko ku YouTube. Bafane baendelee kuifuatilia. Tujikaze, tulamuke asubuhi tuko hata ku 20000 basi. Bafane baendelee kusambaza link. Hii ni nyimbo ambayo tunatumika Mr Champagne na msanii kutokea Tanzania, tena msanii mkubwa ambaye amepata trophy 2 hapa nyuma. Baendelee kuipartager, baitie kwa stories zao. C'est ça. Umeonekana ukifanya media tour Tanzania. Tutarajie kuiona media tour tena Tanzania au? Naanza media tour ya nyimbo yetu apartika kwa nyumba. Tukimaliza nyumbani ndio tunaendelea kule Tanzania. Unajua media tour inasaidia wakati unapita kwa TV, radio, watu wanakuona na wanadiscover kwenda kufuata nyimbo. C'est ça. Una ile nyota ya kupendwa na watangazaji ambao ni nguli tena international. Tuseme BBC, tuseme Kenya huko. Unafikiri kama wanafuata nini kwako? Tofauti na muziki kwanza, kwa sababu kila mtu anaimba. Naweza nikasema wanapenda kwanza kujituma kwangu. Pili kujishusha kwangu. Tatu heshima ambayo nawapatia. Ine kutafuta kujua gisi ya kuwasogelea. Kuna gisi unaweza kumsogelea mtu akakuelewa na kumtu asikuelewe. Sasa mimi nikimsogelea mtu kama ninahitaji support, siangali mimi ni nani, siangali nishafanya nini. Mimi bezo yangu nifanye hichi kitu kenye siyafanyaka, nitoke hapa niende hapa. Pia na nyota. Na kazi nzuri. Nikushukuru kwa muda wako Champagne. Nashukuru pia. Asante sana. Merci.